Bwana, karibu tena kwenye tasnia matukio ya burudani kutoka hapa nchini Tanzania na pande zote za dunia. Sisi tunakusogezea zile taarifa ambazo wewe unazitafuta kupitia mitandao ya kijamii, na unapoa hapa Jitu Media ni sehemu ambayo unapata kila kitu. Sasa mimi nakwambia tu usitoke, usikae mbali na mimi ili niweze kukupa zile update ambazo wewe unakuwa unazitafuta. Moja katika michongo ambayo kwa sasa imeweza kushikilia headlines sana kwenye mitandao ya kijamii ni mchongo wa Diamond Platnumz pale nchini Marekani, pale Uingereza, pale Manchester. Hizi hapa ni moja katika michongo ambazo kwa sasa zimechukua nafasi kubwa zaidi, lakini mchongo mkubwa kuliko wote ni pale ambapo Diamond Platnumz ameweza kuhudhuria show ya kwake Chris Brown, moja katika wasanii wakubwa sana kutoka pale nchini Marekani. Akiwa pembeni yupo Tyga, akiwa pembeni wapo wasanii wengine wengi sana ambao wapo pale VVIP. Sasa huu mzigo bana umeweza kustoa watu wengi sana. Watu wengi wameweza kuraise na different questions, yani wameweza kujiuliza maswali mengi sana kwamba Diamond Platnumz ameweza kukaa upande wa audience, yani ameweza kukaa ule upande wa watu ambao ni mashabiki, moja katika vitu ambavyo haviendani na hadhi yake, haviendani na heshima yake, ukizingatia kwamba Diamond Platnumz ni moja katika wasanii wakubwa zaidi. Sasa hii hapa ameweza kuibua gumzo kubwa sana, lakini pia kuna mchango wa ukaribu kati ya Diamond Platnumz pamoja na Chris Brown. Inasemekana kwamba kwenye ile show Diamond Platnumz pia alikuwa ni mgeni mwalikwa, yani alikuwepo katika wale special guest wa show ya mwanamuziki Chris Brown. Lakini pia kuna mchango wa Diamond Platnumz kukutana na mwanamuziki Davido kutoka pale nchini Nigeria kupitia tu show ya mwanamuziki Chris Brown, na tunaujua ukaribu kati ya Davido pamoja na Chris Brown ni ukaribu mkubwa sana, na wana ngoma mbili ambazo zimeweza kufanya vizuri sana. Sasa mimi nataka nikusanue mchango wa Diamond Platnumz kuhusishwa na show ya Chris Brown, kukaa katika upande wa mashabiki na vitu vingine kama hizo hapo. Huo mchango uko vipi? Alikuja kufunguka RJ the DJ, moja katika official DJs kabisa wa mwanamuziki Diamond Platnumz, ambao pia walikuwepo pale nchini Marekani ya mwanamuziki Diamond Platnumz, na yeye ndo ambaye alihusika katika kurekodi ile video clip ambayo iliweza kuvuja na iliweza kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. RJ the DJ alikuja kusema kwamba pale ni VIP, yani wale ambao walikuwepo pale katika ile sehemu ambayo ameweza kusimama Diamond Platnumz, palikuwa na watu wengi sana maarufu. Alikuwepo pale Tyga ambaye aliweza kuvalia jacket jekundu, yani kuna nguo fulani hivi nyekundu ambazo alikuwa akionekana nazo. Lakini pia walikuwepo watu wengi, tulimuona pale Davido, pia walikuwepo watu wengi ambao waliweza kupoa kipande kile pale. Sasa alikuja kufunguka kwamba pale sio katika upande wa audience, yani pale sio katika upande wa mashabiki, pale ile ni sehemu maalum ambayo imeweza kuwekwa kwa ajili ya wasanii wengi maarufu ambao wanaweza kusimama ili waweze kuishuhudia show wakiwa mbele ya stage. Alikuja kufunguka kwamba ile pale ni technique ya kuweza kuwafanya wale VIP kuweza kuiangalia stage wakiwa wanaangaliana nayo ili kuweza kuishuhudia show vizuri kabisa. Lakini pia RJ the DJ alikuja kutoa mfano wa watu ambao waliweza kukaa kama the way ambavyo aliweza kukaa Diamond Platnumz katika ile Beyonce tour ya mwanamuziki Beyonce, ambayo ilikuwa ni tour kubwa kabisa, moja katika show ambazo zilikuwa zinafuatiliwa sana. Alikuwepo Jay-Z akiwa amesimama mbele ya stage kama the way ambavyo aliweza kusimama mwanamuziki Diamond Platnumz. Alikaa katika upande wa fulani hivi wa mashabiki ambapo anaonekana yupo katika mashabiki, lakini pale ni sehemu ambayo imekuwa imezungushwa, yani kuna fence fulani hivi ambayo inatenganisha kati ya ile sehemu pamoja na mashabiki. Pale ni watu ambao wanakaa special kabisa ambao wanahusiana na ile show. Lakini pia ukiachana na mchongo wa Diamond Platnumz na Chris Brown, moja katika vitu ambavyo watu wengi pia walikuja kuvipay attention kubwa sana ni issue ya Diamond Platnumz pamoja na mwanamuziki Davido. Tumeona katika show yake ya London aliweza kuperform ngoma ya number 1, moja katika kazi ambazo zilikuwa za kwanza kabisa kumtambulisha international kwenda pale Nigeria na kufanya kazi na Davido. Sasa inasemekana kwamba ile kitu bana iliweza kufanya wasanii wengi sana wa Nigeria kuona kwamba kumbe Diamond Platnumz yupo karibu sana na wasanii wao, baada tu ya kumpandisha Tiwa Savage, baada ya kumpandisha Pato Ranking, baada ya kumpandisha mwanamuziki Mr Flavor pale na kuperform ngoma zao. Hizi ni moja katika vitu ambavyo zilikuja kufanya Diamond Platnumz kuwa karibu sana na wasanii wa Nigeria. Sasa Davido bana ni kama wanapanga fulani hivi kutoa kazi mpya, wanatoa hiti nyingine, wanataka kutoa kazi nyingine ambayo itaweza kuchukua nafasi kubwa kama the way ambavyo iliweza kufanya number 1 remix ya kwake Diamond Platnumz, ambaye alikuja kutoa remix na mwanamuziki Davido. Lakini pia kitu kingine ni kuimarisha ukaribu wa msanii Diamond Platnumz pamoja na msanii Chris Brown. Tunajua kati ya hao wawili kuna bond fulani hivi, lakini inaonekana so kubwa. Tunakumbuka kuna time ambayo Chris Brown aliweza kucheza
challenge ya ngoma ya Diamond Platnumz Koma Sava ambayo iliweza kuondoka sana na iliweza kuwa na impact kubwa sana katika kutrend kwa ngoma ya Koma Sava. Sasa tunajua kabisa kwamba ukaribu wa Diamond Platnumz pamoja na Chris Brown sio mkubwa kiasi kile, lakini kupitia Davido wanaweza wakaimarisha undugu wao, kwa sababu Davido ni mmoja katika watu ambao wapo karibu sana na msanii Chris Brown. Sasa mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, unahisi hii siri ya Chris Brown kuperform pale kwenye stage then Diamond Platnumz kukaa katika upande wa VIP ambao watu wengi waliweza kuperceive kama upande wa mashabiki, unahisi umchongo uko vipi? Lakini pia kati ya Davido pamoja na Diamond Platnumz unahisi ni kitu gani ambacho kinakuja? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ, na hii hapa ni Jitu Media.